Fikiria unaishi kwenye mji ambao hauonekani kwenye ramani. Hakuna barabara, hakuna majengo, hakuna mwanga wa jua, kila kitu kiko chini ya ardhi. Huu ni mji wa Derinkuyu ulioko nchini Uturuki, mji ambao kwa maelfu ya miaka ulificha siri nzito sana za binadamu. Derinkuyu haukujengwa kwa anasa, ulijengwa kwa hofu. Hofu ya kushambuliwa, hofu ya kuuawa na hofu ya kutoweka kabisa. Karibu karne ya 8 kabla Kristo, watu walianza kuchimba ardhi kwa mikono, wakitengeneza makazi chini ya dunia. Baadaye Wakristo wa mwanzo waliuchukua mji huu na kuupanua zaidi, wakifanya chini ya ardhi iwe mahali pa kuishi, kusali na kusubiri hatima yao. Chini ya ardhi kulikuwa na kila kitu kilichohitajika kuendelea kuishi. Kulikuwa na vyumba vya kulala, mahala ya chakula, visima vya maji, shule na makanisa. Hata mifugo ilihusishwa humo. Njia zake zilikuwa nyembamba sana, si kwa bahati mbaya, bali kwa makusudi. Adui asingepita kwa urahisi, na kama angejaribu, milango mikubwa ya mawe ilizungushwa na kufungwa njia zote. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba mji huu haukukosa hewa. Kulikuwa na mashimo marefu ya uingizaji hewa yaliyofikisha oksijeni hadi chini ya mita 60 ardhini. Watu waliweza kukaa humo kwa wiki, miezi na hata miaka bila kutoka juu. Fikiria maisha yalivyokuwa gizani, sauti za watoto zikicheka kwa tahadhari, na juu ya ardhi adui akipita bila kujua kuna mji mzima chini ya miguu yake. Derinkuyu uliweza kuwahifadhi zaidi ya watu 20,000 kwa wakati mmoja. Jamii nzima ilijifunza kuishi kimya, kupumua taratibu na kusubiri, lakini kadri muda unavyopita, dunia ilisahau mji huo. Vizazi vikabadilika, vita vilipita na Derinkuyu ukabaki gizani kama kumbukumbu iliyozikwa. Mpaka mwaka 1963 mwanaume mmoja alipokuwa anakarabati nyumba yake, akaangusha ukuta na kugundua njia ya kushuka chini ya ardhi. Ukuta huo haukuanguka tu, ulifungua historia iliyogeuka kuwa kisa cha ajabu hadi leo hii. Derinkuyu ni kivutio cha watalii, lakini zamani ilikuwa kimbilio la maisha, ushahidi kwamba binadamu anapokabiliwa na hatari anaweza kuchagua kujificha ili kuishi. Swali ni moja tu: kama dunia ingekuwa hatari leo, wewe ungejenga wapi mji wako asili?